أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Waislamu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia siku ya leo ambaye ni siku ya Ijumaa na kutupa nafasi hii tukawa miongoni mwa waja ambao wameswali Ijumaa. Tunamshukuru, alhamdulillahi rabbil alamina. Haimaanishi sisi ni wajeuri ama sisi tulikuwa tunastahiliwa kuwa hai. Kuna wale ambao walikuwa wanastahiliwa zaidi kutuliko sisi, lakini Mungu kawapenda zaidi na kuwachukua, na wakati wao muhula wao ulipoisha waliweza kuchukuliwa. Allah awape pali pema peponi. Siku ya leo tutazungumzia, ndugu Muislamu unayenisikiza, mada hii tutazungumzia ama nitawafikishia nasaha hii kwa kila ndugu ambaye ni Muislamu, tukifata msingi wa Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasaha hii itafikia viongozi ambao Mwenyezi Mungu kawajalia kuwa viongozi wa dini ya Kiislamu, ambao Mwenyezi Mungu amewajalia na kuwapa nafasi ya kusimamia dini na kusimamia Waislamu kuwa kama viongozi. Nasaha hii itawafikia viongozi wale ambao wanatumia zile lugha za kuwakashifu wale ambao sio Waislamu, kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametukataza kupitia katika Qur'ani, na pia tujai msikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiweza kukashifu wale ambao sio Waislamu na kujiona yeye ni bora. Hatukatai, Mwenyezi Mungu ametujalia Uislamu kuwa ndiyo dini ya haki, dini iliyo bora zaidi hapa duniani na akhera. Lakini pia vile vile usisahau kuwa ya kwamba ametupa nasaha hii ya kuweza kuwaita wale wasiokuwa Waislamu, lakini sio kuwatukana. Kwa maana kuna kiongozi wa dini ya Kiislamu niliweza kumsikia ninapokuwa napitia clips zake akitoa matamshi na kuwakashifu wale wasiokuwa Waislamu, na yeye kujiona kuwa ndio Muislamu bora, na yeye kujiona kuwa ndio yupo sahihi katika Uislamu. Kabla tujasonga mbele, ndugu Muislamu, inafaa ufahamu jambo hili kuwa ya kwamba katika Uislamu hakuna watu wengi wajazaliwa katika Uislamu, bali kinacholeta wasiokuwa Waislamu katika Uislamu sio dini, mbali ni haki ya dini na tabia njema na jinsi ambavyo Waislamu wanajipitisha. Lakini tusitumie ndimi zetu kuleta mgonganisho baina ya dini ya Mwenyezi Mungu ambayo tumeikuta ikiendelea na wale wasiokuwa Waislamu, ili wawe ni wenye kuona Uislamu ni mbaya bila ya elimu. Kwanza kabisa, swala hili alipokuwa na wakashifu kuhusiana na zile siku 40 zao ambazo ziliingiliana na Ramadhani yetu wakati mmoja, ndicho kilikuwa chanzo, na kaongea hawa ni mandugu zetu. Na sikiza katika Qur'ani inatueleza nini katika sura ya 16 aya ya 125. Waite watu kwenye njia ya Mola wako kwa hekima na mawaidha mazuri, na najadiliana nao kwa njia iliyo bora.
Hapa Allah hakusema wakashambulie, wakatusi au wakadharau. Amesema hekima plus mawaidha mazuri, mjadala mzuri. Hii ni kanuni ya dawa milele daima, sio kuwaita kwa matusi, bali kwa njia iliyo bora. Na unapotazama katika Qur'ani, imeweka hawa watu kuwa kama ndio wa karibu ambao at least Waislamu wanaweza wakazungumuza nao, hawa wanaojidai kuwa ni Wakristo. Na ndugu mpenzi Muislamu, baada ya mtume kuteremshiwa dini ya Uislamu, ni wachache sana walikubali, kwa maana watu wengi sana hawakukuwa Waislamu, bali mtume aliweza kusambaza Uislamu, akasambaza hii dini ya Mwenyezi Mungu na kusambaza mawaidha na kusambaza elimu na kusambaza tabia iliyo njema kwa wale wasiokuwa Waislamu na kuwafikishia habari njema. Hata sisi hapa wengi wetu kubadilika kwetu ni mawaidha na maadili yaliyoko ndani ya vitabu na heshima iliyoko ndani ya vitabu na maelezo ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wameweka wazi ili kuwaita wale wasiokuwa Waislamu waje katika dini ya Kiislamu. Na unapotazama watu wengi walioingia katika Uislamu, wengi wao asilimia 50 ni wengi wao ni Wakristo ambao wanaingia kila siku kila kuchao, na kwa uhakika hao ni kama ndugu zetu, na tukianza kuwashambulia kimadharau, kukosa kutumia maadili ya kuwaeleza kwa njia iliyo sawa, kwa sababu Uislamu jinsi ambavyo wewe unauona kuwa ya kwamba ni bora, ni mzuri, na pia vile vile hao wanaona kuwa ya kwamba Ukristo ni dini yao mzuri, na wanajiona kuwa ya kwamba Uislamu hao ni makafiri. Kwa hivyo si vyema kuwatukana, hata kama unatambua kuwa ya kwamba huyu ni kafiri ama sio Muislamu. Si vyema kutumia lugha ya kuwatukanana kuwa ya kwamba hawa ni makafiri, kwa maana si wakafiri. Hao wako na imani yao kuwa ya kwamba hao ni Wakristo, na ni lazima tutumie na tutafute mbinu ya kuwaleta karibu na kuwafundisha mawaidha kutoka ndani ya Qur'ani, kutoka ndani ya vitabu za hadithi na kutoka ndani ya vitabu zenyewe za kihistoria ya Biblia, kuwavutia na kuwaonesha na kuwasomea aya waziwazi na mistari waziwazi na verses waziwazi kutoka ndani ya Biblia, na kuweza kuwaelekeza jinsi ambavyo Yesu alikuwa anaishi katika maisha yake, katika maadili yake na katika matendo yake ni sawasawa na dini ya Uislamu, ili waweze kubadilika kwa uzuri, lakini sio kuwatukana. Kwa sababu unapotumia matamshi machafu katika ulimi wako, matamshi haya yanaweza yakadhalilisha jamii, yanaweza yakadhalilisha Uislamu, yanaweza yakadhalilisha pia na Waislamu na kuonekana kuwa ya kwamba Waislamu ni wabaya, dini ya Uislamu ni mbaya, wanatukanana watu. Lakini Qur'ani nasema waite watu kwenye njia ya Mola wako kwa hekima. Lazima utumie hekima, lazima utumie busara. Mtume alikuwa anatumia hekima, na marafiki wake walikuwa ni wa karibu zaidi, na marafiki wake ambao walikuwa ni wa karibu zaidi ni wale ambao hata hawakukuwa Waislamu. Unapotazama babu ya mtume Abdullahi alikuwa sio Muislamu. Abdallah hakukuwa Muislamu, lakini kila siku kuchao mtume hajawahi mtukana babu yake, mtume hajawahi mdharau babu yake, bali kila kuchao anamuombea kwa Allah amubadilishe babu yake, akija kufa afe katika kifo njema, akuje akufe akiwa Muislamu.
Mtume alikuwa anapenda majirani wake wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu wana haki ya kuishi na wana haki ya kupata heshima yao kutoka kwa wale ambao ni Waislamu. Na kwa hakika katazo lingine liko katika sura ya 6 aya ya 108, wala msiwatukane wanaowaomba wasiokuwa Allah, wasije wakamtukana Allah kwa uadui bila elimu. Hiyo ni Qur'ani ambayo imekukataza usiwatukane wale wasiokuwa ama wale wanaoabudu miungu wao, awe ni mchawi, awe ni mrogi, awe ni munafiki. Qur'ani inasema kuwa ya kwamba msiwatukane, wasije wakamtukana Allah kwa uadui bila ya elimu. Upate mtu anamtukana, wewe ndio umesababisha. Muislamu haruhusiwi kutumia lugha chafu hata kama mtu yuko kwenye makosa, kwa sababu matusi huleta chuki, si hidaya. Babu mlezi wa Mtume Abu Talib hakusilimu, lakini Mtume hakuwahi kumtukana wala kumdharau babu yake, ila alimheshimu, alimpenda, alimuombea hadi mwisho wa maisha yake. Hii inaonyesha Uislamu haujengwi kwa chuki, unajengwa kwa tabia njema. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakika muumini si mtukanaji, si mwenye kulaani, si mchafu wa maneno, wala si muovu wa lugha. Usikue mtu mwenye kutukanana, usikue mtu mwenye laani. Huyo sio muumini, huyo sio muumini. Usikue mtu mwenye lugha chafu, usikue mtu mwenye maadili machafu, hiyo sio Uislamu. Usikue mtu mwenye lugha chafu ya kudhalilisha wasiokuwa Waislamu. Muislamu wa kweli si mtu wa matusi. Lugha chafu ni kinyume na imani. Hadithi nyingine, tabia njema huwavutia watu kwenye Uislamu. Kwa hivyo hata unapotazama watu wengi wanaoingia katika Uislamu, hawaingii kwa sababu wanaupenda Uislamu, na wanaupenda Uislamu kwa sababu ya tabia zile ambazo wale ambao ni Waislamu waadilifu wanafanyia watu uadilifu, wanafanyia watu mazuri, wema, wanajionea na wanajitazama. Unapouliza mtu ni kipi kilichokuleta katika Uislamu, mimi nimeona kweli yenyewe nyinyi ni Waislamu, ni wangwana, nyinyi Waislamu ni Waislamu wa watu, nyinyi Waislamu ni Waislamu wa upendo. Hakika nimeletwa kukamilisha tabia njema. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama alikuja kukamilisha tabia njema na kutoa tabia chafu za watu kama Firauni. Tabia hizo Mtume alikuja kukamilisha na kutuletea tabia njema, tabia iliyo bora na tabia yenye hekima. Hakika hadithi nyingine, watu walio karibu nami siku ya Kiyama ni wenye tabia njema zaidi. Pia ukitaka kuwa mtu mwenye tabia njema zaidi, kuwa mtu ukitaka kuwa karibu na Mtume katika siku ya Kiyama, Firdaus, Jannatul Firdaus, uwe karibu naye, lazima ukuwe mtu mwenye tabia njema. Hiyo ni Mtume aliweza kutuachia hadithi hii. Watu waliupenda Uislamu zamani kwa sababu ya upole wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi
wasallam. Watu waliupenda Uislamu kwa sababu ya upole wa Suhaba Abu Bakari radhiyallahu anhu. Uislamu zamani ulikuwa ni Uislamu wenye huruma, sio Uislamu kama wa kisasa. Watu hawana huruma katika serikali. Waislamu wenye wapo hawana huruma, wananyanyaza maskini, wananyanyaza wanyonge, wananyanyaza mayatima, wanakula mali za mayatima. Kwa hivyo hawana hata huruma, hawana huruma kabisa na Waislamu. Na unapotazama wale watu ambao wako katika dini ya Kiislamu na wamepata vyeo katika serikali, wanaudhalilisha Uislamu kwa tabia zao chafu. Si wizi, si ufisadi, si madharau, si mauaji, si fitina, si zina, si nini, yani machafu yote wamewachota, wanayafanya ili kudhalilisha Uislamu. Na Uislamu ni wenye huruma. Hata Mungu mwenyewe Ar-Rahman Ar-Rahim, Mungu mwenye huruma kabisa. Lakini saa leo hii sisi Waislamu hatuna huruma. Lakini Waislamu wa zamani walikuwa na huruma, ilichangia watu wengi kujiunga katika Uislamu na kujiingiza katika kundi la Kiislamu na Uislamu kuweza kusambaa na kuenea hadi paka leo hii. Lugha safi si matusi wala kejeli. Usitumie lugha ya kejeli, ya kuwakejeli wasiokuwa Waislamu, ya kuwakejeli wadogo wako, ya kuwakejeli ambao wako chini yako, ya kuwakejeli jamii yako, kukejeli watu ambao sio wa kikundi yako. Kwa hivyo lazima ubadilishe lugha yako, ukuwe mtu ambaye ni mwenye lugha mzuri ya kujenga jamii, sio kuwa lugha chafu ya kubomoa jamii, sio kuwa na lugha chafu ya kubomoa dini, ya kubomoa, ya kuchukiza wale watu ambao wanaupenda ama wanatarajia kuupenda Uislamu, na kuwa mtu mwenye matusi na kejeli. Kwa hivyo tuweze kubadilika sana sana. Kwanza sisi wanasiasa tumesahau kwanza viongozi wa Kiislamu. Tumejiingiza katika siasa na kusimama juu ya magari na kutoa matusi. Unapotazama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Viongozi wetu Waislamu kwanza sana sana wa Mombasa, wale matamshi ambayo wanayoyatamka juu ya magari zao, juu ya siasa, sijui kama Mtume alipokuwa anafanya kampeni ama alipokuwa anafanya siasa ama wakati wake, watu walikuwa wanatoa matusi kama hayo. Matusi yao hayawakaishi kuwa ni viongozi wa dini, hayawakaishi kuwa ni Waislamu. Na saa hiyo mtu anatoa hayo machafu, matusi, akiwa amevaa kilemba ya Kiislamu, amevaa kofia na amevaa kanzu, mbele ya masjidi, mbele ya madhabahu, mbele ya mimbari, akitoa matusi kama hayo, matusi yasiyokuwa na adabu, matusi ya kuchukiza, matusi ya kuchafua dini ya Mwenyezi Mungu, matusi ya kuchafua Waislamu. Lugha ambazo wanatoa ni lugha chafu. Wizi ni namba 1, ufisadi ni namba 1. Hawana huruma kabisa. Mtume alikuwa na huruma na sisi, Allah ako na huruma na sisi. Kama hangekuwa na huruma, kwa hakika sisi wote tungesambaratika wakati wa Sodomu na Gomora. Hadithi ingine, Mtume alivumilia matusi makubwa kuliko haya. Mtume aliitwa mchawi, muongo, mwenda wazimu. Hii aya iko hadi mpaka katika Qur'ani. Mtume alitukanwa na makafiri. Mtume alitukanwa na wale ambao walikuwa wanapinga Uislamu na kuupiga vita, kuupinga Uislamu na kuupiga Uislamu vita. Lakini Mtume alikuwa mtu mpole, alikuwa mpole, mnyenyekevu, na alikuwa ni mtu mwenye
lugha iliyo, yani ni lugha ambayo imebarikiwa. Alikuwa akisema, akizungumza na watu kina Abubakar, kina Umar, watu wote wanavutiwa na Uislamu, wanaupenda Uislamu. Watu makundi na makundi wanabadilika na kujiingiza katika Uislamu. Lakini mtume alipokuwa anatukanwa hakuwahi kujibu kwa matusi. Badala yake alisema, ewe Allah, waongoze watu wangu, kwani hawajui. Hii ndiyo tabia ya Nabii Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasalama. Na nasaha kwa viongozi, ujumbe mfupi unaweza kuwafikishia, yani wewe unayesikia sauti hii unaweza ukafikishia viongozi wetu ambao labda hawana uwezo wa kufikia sauti hii. Wafikishie viongozi hawa, lugha chafu haijengi hidaya, bali hujenga chuki. Mtume ashatuelezea waziwazi, aliwalingania wasiokuwa Waislamu kwa huruma, hakika ama kwa hekima na maneno mazuri. Hata babu yake alipokuwa si Muislamu wa kweli, si mtukanaji wala mwenye lugha chafu. Tabia njema ndiyo iliyoeneza Uislamu duniani. Matusi hayajengi dini, kejeli hazileti hidaya. Lugha nzuri ni ibada, tabia njema ni dawa yenye nguvu kuliko maneno ya chukizo ama maneno chafu. Ndugu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, mimi tusema kweli ninawapenda kama marafiki na wasiokuwa marafiki, kwa sababu nyinyi wote ni wanadamu, na kawaida yangu inatumianga lugha hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, nyinyi wote ni mandugu, nyinyi wote ni marafiki nyinyi wote ni makazi, ni makuzo. Kwa hivyo ninawaomba tubadilishe lugha zetu, ndimi zetu, tusiwe miongoni mwa waja wenye tabia mbovu, tabia njema, na ili hali tunahitaji kuwa kwa janna ambayo iko karibu na mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasalama. Na pia usisahau kuwa ya kwamba wazazi wetu waliotuzaa, usisahau kuwa ya kwamba pia walikuwa ni Wakristo. Wengine wamebadilika tu Uislamu. Mababu zetu wengi wao ni Wakristo, na karibu kila Muislamu unapofuatilia jamii yake hakukosi Wakristo ndani, hakukosi mababu wa Kristo, hakukosi mababu ya babu ya babu ya babu ya babu yake Makristo ama Wakristo. Kwa hivyo tusitumie kejeli na kuwadhalilisha wasiokuwa Waislamu. Tutumie lugha safi kuwaeneza ama kueneza Uislamu, na tutumie mioyo safi, ndimi safi na upendo wa amani, na kuendeza amani, mawaidha iliyo na msingi ya ujenzi ya kujenga dini yetu ya Uislamu iwe ni dini yenye kusimama imara, na kuweza kuwakaribisha pia wasiokuwa Waislamu na kuwaleta katika dini na kuwaonesha njia iliyo sahihi. Na kama itashindikana, tusiwageuze kuwa maadui wetu, kwa maana hao ni kama ndugu zetu wa karibu. Msisahau kusubscribe na kulike Mawaidha Media by Sheikh Abraham Wekesa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.